Bismillahi wassalatu wassalam. Ni swala la aibu sana kwa watu wa kirohani. Ni swala la aibu kuona wewe mtu wa kirohani unashindwa kutambua thamani yako ukaithamini. Ni nani atakuthamini? Ikiwa hukujithamini, ni nani atakuthamini? Ikiwa uona ukubwa wako, nani mwingine atauona ukubwa wako? Ndugu zangu, kila mmoja anaishi kwenye ndoto zake, lakini kila mmoja anaishi kwenye anga zake na taaluma yake, na kila mmoja anaishi kwenye yale maisha yake. Utampata msanii, hukosi kukuta kwake kuna studio au kuna sehemu ya kufanya mazoezi ya kuimba. Utampata mwana michezo, mwana riadha, hukosi chumba maalum kwake kwa ajili ya gym akafanya mazoezi. Hivyo hata watu wa madawa kulevya hawajenge nyumba, isipokuwa lazima wapate one room, chumba kimoja cha kufanyia majambo yao. Inasikitisha, wewe mtu wa kirohani, mtu wa kifalme, na pengine hata kufika hapo ni mkono pia wa walimu wako kupitia nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe umekuwa huwathamini walimu. Sisi wengi tuna ususuavu watu wa kirohani kutokuwathamini walimu. Mtu atajenga jumba la jumba 12, atashindwa kutenga chumba kimoja kwa ajili ya kukaa na kutafakari, kwa ajili ya kukaa riadha, chumba kimoja kwa ajili ya kukaa akifanya adhkar, kwa ajili ya kukaa akivuta nyiradi, kwa ajili ya kikaa hata kutafakari mambo ya walimu wake. Yani tumekuwa sisi hawa walimu hatutaki kuwathamini, lakini sisi tunataka wao watuthamini. Hatutaki kuwatengea muda na budget, lakini tunataka wao watutengee muda na kutuangalia. Na haya ni katika mambo ya aibu. Hamjaona ndugu zangu, mtu ana jumba lenye vyumba 20, ana chumba kimoja kwa ajili ya kuswalia na kufanya ibada zake za swala. Utaona akiswalia kwenye kodroni au sebuleni au ukumbini, mwingine akiswali nje barazani. Ndugu zangu, lazima utafute faragha yako ya kirohani. Kuna time nyingine itabidi ukae ukitafakari. Na ikiwa hamjajenga tabia ya kukaa kujitafakari juu ya walimu wenu, basi sote tuwe tuna huo utaratibu. Kaa kujitafakari juu ya walimu wako. Kuwa na nyiradi maalum, kuwa na chumba hata kimoja ambacho umeweka hata vitabu vyako, umeweka vitu vyako. Ni swala la aibu sana sisi kutaka marohani watufanyie mambo, lakini wewe wafanya mambo yako kila siku. Ukosi wewe kila mwaka wafanya birthday, fanya birthday party, watoto wako wote wafanyia birthday, wakata keki kila mwaka, lakini huna pesa kumpa shekhe akafungua walimu wako akakufanyia kisomo au kukutengeza hata kupata vyakula vyao. Nyinyi hamjui kwamba hawa walimu wana vyakula, kuanzia vyakula vya nyaradi mpaka katika upande wa mafusho. Hilo kwa wengi wetu limekuwa ni swala gumu, jambo gumu sana. Utampata wavaa mikufu, utampata wavaa nguo ya 500, 700, lakini wasema kutafuta kitu kizuri akatengeneza kidani au akatengeneza pete nzuri ya kufurahisha walimu wake hana. Yani sisi tumekuwa ni watu wa hovyo, yani watu wa kifalme jina na kuishia. Mtu wakosi pesa ya bando, hata hawe kafulia namna gani, awe kakosa pesa sampuli ya mwisho, lakini utampata mtandaoni yupo hatoki kila siku. Lakini huyo kutafuta udi mzuri tu, udi mzuri ule wa kunukia, akachoma hata kwa mwezi mara moja. Mtu mwezi mzima wakatika hajachoma udi hata mara moja, hata ile kuona haya kwamba wewe mtu wa kirohani gani wewe? Na ndio maana marohani wako mbali na wewe, kapata ukihangaika, huwajali, huwazingatii. Hata ukipata wewe wao wanafaidika na nini? Huwajali. Ifike mahala mtu useme ninunue manukato, ninunue miski, ninunue alod nzuri kwa ajili ya kujifusha, kufushia nyumbani kwangu, ninunue perfume nzuri kwa ajili ya kujipulizia. Hivi ni vitu wanavipenda walimu. Wakatika miezi 3 hujauna hata udi wa 500 hujanunua. Hauna kilemba kizuri wewe cha kujitanda hata ukiwa nyumbani. Wewe huna hata perfume nzuri, yani mafuta mazuri huna, sema nawapenda rohani. Najua yako mafuta kirohani mazuri twayauza, marohani wanayafurahia, wanayapenda.
Maruhani ni mfumo wa kuishi nao. Watu fikiria ni tiba, kwamba akifungua akikaa tu akae tu aishi na maisha yake, sasa angalie mingo zake. La, ni mfumo wa maisha. Ni mfumo wa maisha. Yaani kuna maruhani ni sawasawa na mtu ambaye tuseme labda masikio yake yamegeukia upande, ndo ya kwake hayo, atajua mwenyewe anayapambaje, kwamba anayafunika na juba au anayafanyeje. Yani hivyo ifika mahala kuwa na mafuta mazuri, ishi maisha ya kifalme. Mtu wakaa mtu kabisa, kijana wa Kiislamu yoitwa Muhammad, mwingine yoitwa Isa, yoitwa Yahya, yoitwa Al-Habibi, ana hata kanzu nzuri nyeupe ya kuvaa, hana huyo. Yani yeye hana. Asema na maruhani wakubwa, yake tuanze kuwashughulikia hawa walimu, kuwa na udi mzuri. Una uwezo wa kupanga au kujenga jumba kubwa, hata kijisehemu basi kiweke vizuri, kuwa na mswala mzuri wa upenda, hata umenunua kwa bei fulani hivi ya kutishatisha. Ukikaa hapo ukifanya uradi wako, ukivuta adhkari, na Mwenyezi Mungu anafungua. Lakini watu utaka tu kwamba iwafanya mambo yake, maruhani wanisaidie. Wewe wasaidia nini ya? Mje anza leo kuoga, waoga na marashilozi. Mtu yokashi mwaka wa 3 huu hajachanganya lozi wote kwenye maji ya kuoga, hata tone katika maji ya kunywa. Yuko. Hayo ni maisha ya kipagani. Wallahi billahi alaikum, hayo maisha ya kipagani. Waishi kama mpagani vile, yani akati wewe ni mtu na walimu wako na wafalme wako. Si hivyo, yani mtihani sana. Hao walimu wataka ukiwaishisha maisha ya kifahari, watakuishisha maisha ya kifahari. Wewe wakaa miaka 2 ya waogea sabuni za magadi tu, maji hayachanganywi na malashi. Yani wewe maisha yako yapo, hujui miski, hujui chochote kile, uko tu udi huchomi. Yani unaishi maisha tu yapo. Wewe unataka gari ulihudumii, ulibadilishie oili, wakana gari uliwekei mafuta, ukiweka mafuta unatia na maji, alafu wataka gari likupeleke vizuri, litakutoa jasho, litakuchachafya. Hiyo lazima mzee. Na gari lishakuwa bovu, hata basikeli ikija ikikugonga tu, basi ndo chanzo cha kifo chako. Wewe walimu wako standard, wanakaa sehemu nzuri, uradi wazingatia, wakati ufika wajitenga, wajipaka manukato mazuri. Atakuja tu mpuuzi kukuloga ulogeke kweli? Au tu mtu kiuchawi chake kapasua nazi hapo kwa mganga njaa huko, alafu eti wewe uende eti maruhani wako it is very impossible maruhani wako wafungike. Hapana, tumewasahau, wakatusahau, tumewatupa, wakatutema, hawana time na sisi. Tuwaona wakazi gani? Watuona sasa na nyinyi pia wa nini? Kwani sisi tunawasaidia kitu? Matajiri wanajiweza. Basi kila mtu na ajikweze kwa walimu wake, awe mswafi, azingatie nyiradi na nia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amlipe kwa nyiradi zake, Mwenyezi Mungu amlipe kwa swala zake. Hivyo maruhani wataka wewe kukuvuta kwa Mungu, ndio lengo lao, na ukawa mswafi anytime, fi kulli wakati, ukawa mtu mzuri, mtu wa kheri. Mtu yoanza toka Januari wasema inshallah walimu wangu nitawafungua nikipata pesa. Tena kaambiwa tafuta 200,000. Toka Januari mpaka mwaka umeisha, japata 200,000 huyo kapata. Lakini maruhani wa kazi gani? Tena waweza jiona wapata hela. Yaani mimi nasema ukweli wallah. Kumbe zile ni pumbao, wapumbazwa. Wewe uwasamini walimu, watakusamini kweli? Jiulize, hata wewe mwenyewe mtu akusamini, wewe utamsamini kweli? Jiulize. Wataka mbwa akulinde na humpi chakula, yuwakana njaa, atakulindaje? Tubadilikeni ndugu zangu, tubadilikeni. Wapende walimu, wapambanie jidhiki, hivyo utaona watakupenda, watakuzingatia, watakutengeza. Watengeze, wakutengeze. Wakuweke mahala pazuri. Au mjesikie Waswahili wasema imani kutiana. Wewe wataka utiwe wewe tu imani, wao watii imani. Kwani wanadhiki gani na wewe ya? Wana msaada gani na wewe ya? Ishi waishi. Basi malalamiko pia yapungue. Ndugu zangu, tubadilikeni na Mwenyezi Mungu atatupatia. Wafaqana Allahu lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahu waliyut tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Habibi Yahya At-Tanzani, ma'as salamu wa jazakumullahu khair.